mwache aende. Mwijaku ameingilia kati, sakata linaendelea kati ya Vidolaz pamoja na Kiredio. Tunafahamu kwamba Kiredio pamoja na Vidolaz wameweza kugombana na kila mmoja ameamua kufuata njia zake, lakini inaonekana aliyekosea zaidi hapa ni Kiredio, japo uhalisia ni kwamba aliyekosea ni Vidolaz. Sasa Mwijaku amekuja kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuweza kumweleza na kupa ushauri Kiredio kwamba amwache Vidolaz aende, kwa sababu ipo siku atarejea. Wanaume wote sisi ni baba mmoja na sisi ni wa mama mmoja, kwa hivyo haitakuwa ajabu sana kama Kiredio akiamua kufanya maamuzi magumu ya kumwacha aende na wala hasiendelee tena kuendelea kupoteza muda zaidi kwa ajili ya kumbebeleza aweze kurejea. Hii sio mara ya kwanza kuona Vidolaz pamoja na Kiredio wanaachana. Wengi wamekuwa wakisema mambo ya kiki na trending, kuna jambo ambalo linakuja. Before tuliona kwamba Vidolaz maybe kuna connection yake ambayo ilitrend, lakini watu wakasema kwamba kuna kiki, kuna jambo fulani ambalo linatengenezwa. Of course, baada ya siku kadhaa kweli kilichokuja kutokea ni kwamba ni kweli tuliona Vidolaz akiwa ameweza kupublish kitu kipya na pia Kiredio wakaanzisha project yao mpya. Lakini ukiachana na hivyo tena waliwahi kugombana na wakisema kwamba kila mtu ameamua kufuata mambo yake na hawataki tena kukaa pamoja, although walianza kufanya content before zamani sana tena sana tu, na wakaja hadi kuingia kwenye ndoa, kuingia kwenye uhusiano wa kimapenzi, japo bado hawajaweza kuoana. Sasa this time around iliweza kufanyika party ya mtoto wake na Nandy, na tulimuona Vidolaz akiwa peke yake, hajiongozana kabisa na Kiredio. Hii moja kwa moja tunaona kwamba tayari Kiredio pamoja na Vidolaz wameweza kumalizana na hakuna penzi linaoendelea kati yao. Lakini kumekuwa na story nyingi sana zina trend kwenye mitandao ya kijamii, na baada ya Kiredio kuweza kutumia ujumbe ambao aliweza kufanya miongoni mwa content katika kipindi cha Valentine Day, sasa imeonekana kwamba Vidolaz tayari ameanza kuichafua biashara ya mzee mzima Kiredio, na Kiredio ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba Vidolaz aishie hapo hapo, asiendelee kukuza mambo zaidi, kwa sababu mambo yatakuja kuwa mabaya. Kama yeye ameamua kuondoka, basi aondoke kwa usalama tu na wala sio kuanza kuharibu kazi ya mzee mzima Kiredio. Baada ya hayo yote yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii, DC Mwijaku amekuja kumpa ushauri mzito sana Kiredio kutokana na hiki ambacho kinaendelea, na kuachia video yake hapo isikilize, then baada hapo utaniambia kwa comment section hapo hiki ambacho kinaendelea. Je, ni kiki kati ya Vidolaz pamoja na Kiredio anaitengeneza, wanaanzisha project mpya au vipi? Na vipi kuhusiana na ushauri ambao ameweza kutoa DC Mwijaku? Kiredio anabidi au sikilize, kwa maana aweze kuachana kabisa na Vidolaz, amwache aende na asimbebeleze, au vipi? Mniandikie kwa comment section hapo, lakini pia nakuomba subscribe YouTube channel yetu Bongo Recap kwa ajili ya update na taarifa nyingi zaidi. See you next time. Huyu hapa Kiredio anapewa ushauri pamoja na Mwijaku. Msikilize Mwijaku and then usiniambia kwa comment section hapo.